Ukakaa sasa kwa dakika zipatazo 10 kabla ya kuingia kwenye maombi maalum ya madhabahu siku hii ya leo. Kama unapenda kuandika, andika maneno haya: usifanye kosa hili wakati wa ibada. Usifanye kosa hili wakati wa ibada. Wakati wa ibada ni wakati ambao ni nyeti sana. Watu wengi huenda mahali pa ibada wakidhani kuwa ni kitendo cha kawaida walichokizoea. Wamezoea kwenda kanisani, wanadhani ya kwamba Mungu anawahitaji tu wafike pale katika eneo la ibada. Lakini maandiko yanatuwekea wazi ya kwamba tendo hili ni zaidi ya tendo la mwilini, ni tendo la rohoni, lina mguso wa kiroho ndani yake. Kwenye kitabu cha Mhubiri sura ile ya 5 fungu la 1, unaweza ukaandika kwa haraka. Sikiliza maneno haya. Biblia inasema, jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu, maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wafanya mabaya. Ili andiko usilikimbilie haraka sana, litafakari kwa kina uweze kulielewa. Wakati nalitazama, halimkatazi mtu kuja kwenye ibada. Mchungaji, unamaanisha nini? Kuna andiko katika maandiko ambayo Yesu ameongea nasi, anasema hivi: unapoitoa sadaka yako ukaileta madhabahuni na ukagundua ya kwamba ulimkosea ndugu yako, Yesu anasema uendelee kutoa sadaka. Anasema uendelee kutoa. Amesema uondoke nayo. Anasema iache wapi? Madhabahuni, ndipo urudi. Patana na ndugu yako. Anajua ukiondoka nayo unaweza kuila. Yesu anakujua sana wewe. Sasa hapa nilidhani anakataza watu fulani wasije kwenye ibada. Anasema njoo kwenye ibada, lakini anakuambia kuwa makini. Jitunze mguu wako uendapo nyumbani mwa Mungu, maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wafanya mabaya. Hawajui kuwa wafanya mabaya. Pigia mstari sentensi hiyo, hawajui kuwa wafanya mabaya. Kuna tofauti kati ya mpumbavu na mjinga. Mpumbavu hajui na hajui kwamba hajui. Mjinga hajui na anajijua kwamba hajui. Kwa hiyo tusi sio kuitwa mjinga, ila tusi ni kuitwa mpumbavu. Kwa hiyo wote tuliokaa hapa, jumlisha mimi, sisi ni wajinga. Kuna kitu hatujui. Hata leo dokta ameniongezea msamiati mpya. Kile kidubwasha kinaitwa kinini? Kinini? Nilikuwa sikijui. Kwa hiyo anayetajwa hapa ni mpumbavu, ndiye hajui kwamba anafanya mabaya. Sikiliza sasa vizuri hivi. Nini maana ya kutunza mguu wako? Maandiko yanaposema jitunze mguu wako, hayazungumzii tu hatua zako za kimwili. Yanaongelea maandalizi ya moyo, nia na mtazamo wako unapoenda kumwabudu Mungu. Kujitunza mguu ni tathmini ya mwenendo wako. Je, nimejiandaa kiroho kwa ibada hii? Je, hivi ninavyoenda mbele za Mungu, moyo wangu unapelekana na mfumo wa ibada? Hii maana yake ni nini? Ni kuondoa kelele za nje, mawazo ya kazi, migogoro, mizigo ya maisha, kuja na moyo wa heshima, si kwa mzaha, si kwa haraka, bali kwa unyenyekevu. Nimeongea kwa mkazo haya maneno ili unapokuja kwenye ibada ujitathmini wewe mwenyewe. Katika ibada, unapokuja katika ibada, si kwenda tu, si kwenda kama ninavyotaka, ni kwenda kama Mungu anavyoelekeza. Haleluya. Ni kuangalia vizuri kwamba moyo wangu ni moyo wa namna gani. Anaposema ni kukaribia ili usikie, anamaanisha nini? Kipaumbele chetu katika ibada zetu ni kumsikiliza Mungu. Kipaumbele chetu ni kwenda kusikia Mungu anasema nini na mimi. Naomba ujikosoe hapa katika ibada ili usifanye kosa siku nyingine.
Hatuendi kusikiliza nani anayeongea katika umbo la mtu, ila tunakwenda kumsikiliza Mungu akiongea ndani ya mtu. Ndio maana ibada haitakiwi kuangalia CV ya anayeongea, haitakiwi kuangalia shule ya anayeongea. Mungu anaweza kuongea kupitia mtu yeyote kama anavyotaka. Njoo katika ibada kwa nia ya kumsikiliza Mungu. Sikiliza vizuri hili. Sikiliza vizuri sana. Hili ni jambo la msingi sana. Ibada si kwa ajili ya sisi kusema, bali ni kwa ajili ya sisi kusikia. Haleluya. Ni kukaribia ili tusikie. Kuja mahali pa ibada ukiwa na moyo wa kutaka kujifunza Mungu ana nini kwa ajili yangu leo. Kuweka fikra zako binafsi ili mpango wa Mungu uzungumze. Kukaa kimya kwa nje. Kukaa kimya kwa wapi jamani? Kwa nje, lakini kwa ndani ukisikia sauti ya Mungu. Lakini siwezi kumaliza kipindi cha madhabahuni bila kusema kafara ya wapumbavu ni ipi? Wapumbavu hufikiri kuwa wanamfurahisha Mungu kwa kutoa kitu au jambo la kidini. Wanadhani ya kwamba kwa sadaka zao kuwa nyingi wanamfurahisha Mungu. Wanasahau kuwa Mungu huangalia moyo kabla ya pesa. Nimenyamaza ili iingie katika akili yako kwanza. Mungu anaangalia moyo wa muabudu. Ni tendo la ibada, lakini litakosa maana kama litakuwa limeelekezwa kwa mtu. Kafara ya wapumbavu, hata akiandaa mavazi yake kwenda kanisani, anaandaa ili watu wamuone, anaandaa ili watu wavutiwe na yeye, muonekano wake, lakini haandai katika umbo la ibada. Kabla ya kuandaa mavazi yako kwa ajili ya ibada, jiulize, mtu atakaponiona katika mavazi haya, je, na yeye atakuwa katika mtazamo wa ibada au mtazamo wa muonekano wa nje? Ndio. Kafara ya wapumbavu ni ipi? Sikiliza. Watu walidhani katika Agano la Kale ya kwamba Mungu anafurahishwa na harufu ya wanyama. Kwa hiyo wakaona ya kwamba huenda wakitoa aina fulani ya wanyama watasababisha Mungu avutiwe zaidi. Kumbe Mungu anaangalia nia ya mtu, moyo wa mtu. Sikiliza nikwambie, kuimba kwa sauti, haijalishi ni nzuri kiasi gani, lakini kwa lengo la kuwafanya watu waone sauti yako nzuri, hiyo ni kafara ya wapumbavu. Kutoa sadaka, lakini ukiwa una nia ya watu waone unavyotoa zaidi, ni kafara ya wapumbavu. Kuhudhuria katika ibada, lakini unanong'ona ndani ya kanisa ukijadili mambo ya nje, hiyo ni kafara ya wapumbavu. Kumbe ukiwa katika ibada, mudi yako iwe ni ibada, mazungumzo yako yawe ni ibada. Zingatia ibada. Lakini natisha tena zaidi hapa, kuchelewa katika ibada bila sababu za msingi ni kafara ya wapumbavu. Ndipo utagundua kwamba ibada yetu kwa ujumla wake inatakiwa center yetu, focus yetu, mtazamo wetu uwe ni Mungu zaidi kuliko sisi. Na nataka nikuambie matokeo ya kufanya kosa hili ni yapi? Ibada yako haikubaliki mbele za Mungu. Unapoteza nafasi ya kubadilishwa na neno. Unajidanganya kuwa uko karibu na Mungu, kumbe uko mbali. Huu ni upotevu mkubwa wa muda, maana hata huo muda wenyewe hauna malipo yoyote. Nami natoa wito leo kwa kila mmoja anayenitazama hapa. Tubu pale ambapo Roho Mtakatifu atakuonyesha ibada yako na kafara yako ilikuwa ya wapumbavu. Tubu na umwambie Mungu, nisamehe pale ambapo uliona ya kwamba muonekano wako ulitazama zaidi watu watakavyokuona, lakini sio Mungu atakavyokuona. Mwambie Mungu, nisamehe pale ambapo matoleo yako yalikuwa yamejengwa katika sifa za kibinadamu kuliko utukufu kwa Mungu. Mwambie Mungu, niumbie moyo safi. Naomba tusimame.